onyesho lililopita katika Panguso. Umeshindwa kulea watoto wako, umeshindwa kuwafundisha misingi, badala yake umewaambukiza tabia ulizonazo. Alafu nilichogundua watoto wako hawamheshimu baba yao. Sasa nataka kitu hiki ukatambushe kwa watoto wako. Alifanya ndo mara kita anifahamu. Nitamwanzishia falankati hapa hapa msibani. Unadhani hiyo hadithi yako inaweza kuhalalisha ndugu wangu mimi na wewe? Ndipo ninakumbuka ya kwamba ulisema kamwe hutaniacha. Tumekuja na Panguso baba, tumekuja na Panguso. Tumekuja na Panguso baba, tumekuja na Panguso. Tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Tunapangusa ujinga, tunapangusa maradhi. Mama Panguso, haya twende Panguso. Mama Panguso, mai. Wololo, wololo, baba mwepa mwana wao. Wololo, baba mwepa mwana wao. Ai, mai. Saja. Kausha basi. Tusizoeane bwana. Sawa hizi. Unadhani hiyo hadithi yako inaweza kuhalalisha ndugu wangu mimi na wewe? Mimi ninachojua mpaka baba yangu anafariki hakuwahi kuniambia kwamba alikuwa na mtoto wa nje. Bro, Zaki wake mimi nimeshawakilisha, naomba nisepe. Kama vipi kesho tukutana. Kaa chini. Bro, vipi bwana tukutana makaburini kesho? Nishawakilisha. Wewe nilikwambia nini? Unajitoa akili, si ndio? Nitakugonga mbele za watu. Nakwambia tena. Nitakuumiza. Nilikwambia leo utakesha hapa na mimi. Na ni lazima ukeshe hapa. Na kesho makaburini tutaamkia hapa kwenda kuzika. Kenge maji. Na wewe, si nilikwambia? Mume wako huyu hapa ulikuwa unataka kujitia mapresha tu bure. Kali kuna nini jamani? Wewe ulikuwa wapi muda wote? Nimekutafuta kila kona haupo. Hata hapa pia nilipita ukuwepo. Wewe mwanamke wivu utakuua. Afro kwa mara ya kwanza nilikuwa na vijana wa Vegas. Japo si wafahamu vizuri. Nimemisi sigara nikaona kuvuta sigara mbele za watu sio vizuri. Natoka kama bahati nimekuona mke wangu. Nikwambie kitu mama. Leo nataka nikumalizie laki yako moja ambayo unanidai. Usije ukanitoa roho. Asa kitu gani kilichokufanya ushindwe kulipa bajaji kipindi tunakuja? Wewe na kuhusu nini? Kwa nini kunisindikiza ni kwa nongwa? Hii hele na kazi maalum. Ujue matumizi yake. Wewe umefanya tu kunisindikiza basi. Kwa sababu ni wifi wangu. Ninakupendaga kwa mbali. Chukua basi na hii. Unapenda hela? Punguza mdomo. Yote umetaka wewe haya? Unaacha kusema ndugu zako na saminiwa na wake zako. Hapa sasa sawa, nitakusubiri ndani. Wewe uache kupelekeshwa, lakini mzima unampa mwanamke. Mimi ndugu yako tena. Chana mshamba. Ningempa jibu yule. Bahati yake hanifahamu. Anapoka tu. Anajua nachokupa kitu gani? Ajui. Nakupenda sana mke wangu. Utulie basi na simu. Una kila simu uonekana unazunguka kanisa. Sawa, nimekuelewa. Sema nini? Hapa msibani. Tutaongea baadaye. Sawa. Kwa nini? Mzembe huyu. Inuka nikuonyeshe.
Wewe si mwanaume? Inuka, nenda. Utanitambua mimi ni nani. We mtu gani? Una huruma? Huoni vibaya? Msako, chukulia kawaida, mimi niko upande wako, ingawaje hiki ulichokisema hapa sijawahi kukisikia. Hata baba hakuwahi kuniambia juu ya jambo hili, lakini undugu wetu sisi hauwezi kuunganishwa na baba. Badala yake undugu wetu sisi umefanywa imara na Vegas. Hata Amos Mwakajumba leo akitokea akasema wewe sio mtoto wake, mimi bado nitakuwa na wewe. Si unamwona Sonjo? Mimi nimezaliwa naye tumbo moja, ziwa moja tumenyonya, lakini yeye ni mtu wa Yakuza, msaliti, anaweza hata kuniua. Kinyume chake ninyi hamwezi kufanya hivyo, kwa sababu ninyi ni ndugu zangu kwa sababu ya Vegas. Kwa hiyo wewe usijali, acha tumzike mama, haya mambo mengine yatakuja baadaye. Bro, kama hutojali, naomba ufanye kitu kwa Sonjo, anajikuta sana yani. Mbona unashobo wewe? Vipi? Shawasho mtoto wa kiume. Vitu vingine vya kifamilia wana viingilia vinakuhusu. Au ndo unajikuta kwa sababu uko karibu na nani wako? Mimi najisikia uchungu wewe. Nimekuambia niachie. Au akupuuzi unaletea. Nimekuambia niachie. Wewe niachie. Tusije tukagombana. Leteni muonyeshe. Acha bwana wewe. Tugombane yenyewe kwa yenyewe hapa sasa hivi. Za kelele. Mwanza kukunje. Atakupiga sasa hivi hapa pata hospitali, umeelewa? Kelele tuko msibani hapa. Nini kama mpumbavu? Yule mtoto mdogo tumia niwezi wewe. Fanya ni time tu. Basi ndio unyamazi tena. Wewe mimi mngeniachenge muonyeshe show pale. Wewe kwa muonyeshe kazi. Lakini mimi zile nyama tu, hata kwa sambusa zipo. Kwa kama ndio kagiza wali. Wewe unaweza watoto wa Vegas au watu shabara sasa hivi. Yeye mtetewe. Hello yeye najisikia uchungu yeye. Hebu tulia kaa chini leo. Yesu mnamtetea, yeye mtetea. Akiwa mimi nakusikia nyama tu. Kwa sambusa zimo. Pengine wao kwa mbantileo toa nyama. Ugali. Iwe nani? Iwe mtoto mdogo tu. Shehe wangu, hebu tulia basi. Jaribu kupunguza mchecheto. Maketangia wafika hapa ntume wewe. Waongea tu, waronga, wabwabwaje. Wewe hujui kama hapa tuko msibani? Hebu nyamaza basi. Waona sisi tupo kimya, basi nawe kaa kimya. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso. Tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso. Tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Okay mwalimu, mimi nimekuelewa mwalimu wangu. Haina shida, mimi nimenyamaza. Sasa vipi? Tuanze kulia au kwanza msosi? Michael wangu mimi kwa anapenda. Kwanza kwa anapenda watu. Mimi napenda wewe. Sasa na wewe hapa msosi wa nini? Hebu nyamaza bana. Mbona wakera? Mimi nishanyamaza. Lete msosi. Pombe unyuko waje kutukera si. Mimi nishanyamaza, niambie nilie. Usilie, nyamaza. Okay. Lete chakula. Nitakupiga albadili wewe. Sikiliza nikueleze habari. Wale mamajusi waliona nyota ile ikiwaongoza, amezaliwa mkombozi. Hatuna tena wasiwasi, tuko huru, tunatembea. Jehova ametangulia, twakualika mpendwa, tukaeleze dunia yote, tuungane kwa pamoja, tuieleze dunia Yesu aliyezaliwa ndiye Mungu.
hatuna tena wasiwasi, tuko huru tunatembea. Jehova ametangulia, twakualika mpendwa, tukaeleze dunia yote, tuungane kwa pamoja. Inatosha wanakwaya, inatosha. Naomba watu wote mnisikilize kwa makini. Ninayo matangazo muhimu kwa ajili ya msiba. Huu msiba unawahusu watu wa Vegas peke yao. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye anajua yeye sio Vegas, inuke mahali alipo, aanze safari ya kwenda nyumbani, kapumzike. Ni usiku saa hizi. Na tangazo hili haliwahusu ninyi tu, hata ninyi wanakwaya. Kama kuna mtu anajijua hapa yeye ni mzaliwa wa Yakuza, aondoke, kwa sababu sisi Vegas hatushirikiani kwa jambo lolote, kwa kitu chochote na Yakuza. Wale ni mahasimu wetu mpaka kufa. Kwa hiyo ukijiona huko hapa na unajijua wewe ni Yakuza, taratibu mwenyewe, inuka nyumbani. Angu nisimu. Tulia wewe. Piga vichwa ndugu zako wakusahau. Ng'ombe wewe. Wema Mapili, umejikausha si ndio? Unafikiri sikujui? We si mzaliwa wa Yakuza wewe? Au unadhani kujifichia kwenye kivuli cha kuimba kwaya nimewasikiliza? Sikiliza nikueleze habari habari. Ulidhani sintajua? Au ndio maana mkamua kuimba ule wimbo wenu unaowapa confidence? Hatuna tena wasiwasi, hatuna. Hebu sogea hapa. Toka haraka. Tena ukome kurudi tena, mwangalie kichwa chake. Utazani shilingi 5 ya zamani. Wewe, msogea. Tufoge mbele. Tangazo umelisikia ama ukulisikia? Nimelisikia kiongozi. Kilichokufanya ubaki kule ni nini? Wewe si mdogo wa Kibabu wewe? Au unafikiri sikujui? Mechi yetu ya mwaka jana nusu finali, sio wewe uliokuwa unapeperusha ile bendera ya Yakuza hivi, alafu unatukatakata ngebe hivi, unatufanya hivi, sio wewe? Wenda nyumbani. Tena ukalale. Umejikausha mwanangu, au si? Unadhani sikujui? Unajifanya unapiga vinanda kwa hisia hapa. Toka! Ondoka! Achia kinanda! Toka! Mwangalie. Mimi mwenye yake unanikera yule. Yaani mwenye yake umeka kiumbea umbea. Namsogea hapa. Wewe mwenye shati la asali hilo la maua. Nataka kutuletea nyuki msibani, si ndio? Sura yako ni ngeni kwangu. Na wewe ni Yakuza? Hapa yangu Binamu. Haya, karibu binamu. Rudi kule. Asante. Ukakae kule binamu.
Nataka mnisikilize kwa makini na mtege masikio yenu sawa sawa. Mtu yeyote wa Yakuza hawezi kuwa na uchungu na msiba wa Vegas. Hii ni muwe mnataka ama hamtaki, ndivyo ilivyo, ndio utaratibu wetu. Hata sisi wakifa watu Yakuza huwa tunafanya sherehe, si ndio? Inajulikana hiyo. Kwa hiyo watu wa Yakuza hata wakija hapo wanalia wanafanya nini, ujua wanajiliza makusudi. Nataka kutoa tangazo lingine, wachangishaji, mtu yeyote wa Yakuza aliyetoa fedha kwenye msiba huu kama mchango, naomba atumiwe mara moja kwenye simu sasa hivi, muda huu ninaoongea. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso, tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso, tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Na kama mnadhani mnaweza kuwakimbilia hao waliotoka, kama walichangia, wakimbilieni mkawape hela zao. Sitaki kuona hela ya haramu kutoka Yakuza inashiriki kwenye mazishi ya mama yangu. Jana wangu, sisi wote hapa tunajua wewe ndio uliokuwa unagharamia matibabu ya mgonjwa. Hilo halipingiki, na mtoto wake ametuambia na ametuthibitishia kabisa leo asubuhi ameachiwa maagizo na marehemu mama yake namna gani mazishi yake yanatakiwa yawe. Sasa kuwafukuza watu msibani, hii naona kwamba sio busara nzuri, na hilo la kuwarudishia pesa ndio unaharibu kabisa, yani unaharibu. Hebu angalia, mpaka sasa hivi hatuna jeneza, hatuna nguo za marehemu, wala hatuna pesa kwa ajili ya chakula ambacho kitawalisha watu msibani. Hebu nakuomba tafadhali, jaribu kuwa japo na busara ndogo tu, busara ndogo. Nyamaza bwana, unaongea nini wewe mzee Kopo? Wosia wa marehemu huwa haudharauliwi na yoyote, hata awe mzee Kopo. Hivi unajua mimi nimepambana kiasi gani kuokoa maisha ya mama Lusako? Unaelewa hilo? Hivi unaelewa ni kwa nini mama Lusako aliacha wosia kwamba mimi ndiye niratibu mazishi yake? Ni kwa sababu yule mama alikuwa ni mzalendo wa kiwango cha lami. Alijua Vegas, lakini aliipenda. Alijua miiko yetu, hakutaka kuchanganywa na maadui zetu wa Yakuza. We mzee Kopo, wewe mzee wangu. Sasa sitaki niende mbali sana, ni hivi, inuka jo. Uinuke juu. Nakupa maagizo, ondoka sasa hivi, uende nyumbani kwako ukalale. Hapa ulipokuja leo sitaki kukuona tena, ila kesho tukutane mazishini. Mzee Kopo, usipokuja kumzika mama Lusako kesho, nitakufanya kitu kibaya mpaka serikali iliyoko madarakani itanishangaa. Kakarachi, toka! Sawa. Unanifundisha kitu cha kufanya mimi? Yaani mimi nafundishwa kitu cha kufanya kwenye msiba wa Vegas, mahali ninapoongoza? Mimi nafundishwa, ananielekeza, ananiambia nini nifanye, ananiambia kipindi kizuri. Ya. Nyakati kama hizi huwa anabadilika sana. Sasa ndugu zangu, ni hivi, niliyoyasema ndivyo atakavyokuwa, na niwahakikishie tu kwamba kesho asubuhi nitanunua jeneza la kisasa kwa ajili ya kumzika mama yetu. Ndiyo, na kama hiyo haitoshi,
Na kama hiyo haitoshi, nitanunua nguo nzuri, nitanunua sanda, na tukitoka kumzika Mama Rusako, watu wote wa Vegas wakiwemo ndugu na jamaa na marafiki watakuja hapa nyumbani. Nitanunua chakula cha kutosha, mchele ulionyoka, watu mje mpige mpunga hapa. Yaani mwanangu, yani kidume cha mbegu. Mwanangu yani ana akili sana. Yaani msiba huu wote ameubeba yeye. Yaani kiukweli ametutoa aibu. Bwana mwanangu. Bwana huyo mchizi Hashim sina hela yule. Alipiga bonge la chuma, lilipiga hivyo moja kwa moja kikaingia kwenye nyavu. Yale maajabu. Katepa, zile unajua zinaitwaje? Zile zinaitwa kudele. Kudenga. Kudele. Sio mchezo, unajua yale maajabu mzee wangu. Watoto wanakaza, afu kinachotokea nakwambia kwa moto ule pale ule. Yaani mimi nakwambiaje, atoki mtu. Hawezi kutoka mtu pale mwanangu. Kabisa. Ila kapteni. Sonjo vipi leo, mbona hajaibuka mazoezini striker ule? Unajua swali mwenyewe nimetoka kujiuliza sana. Unajua hata siku moja Sonjo hajawahi kushinda kutotokea mazoezini afu asitoe taarifa. Sijajua mbele za ule gani. Yaani kwa nini hamna habari kama Vegas kuna msiba? Msiba? Yule mchizi wa Kinyakyusa yule mwenye kigugumizi kafiwa na bibi mkubwa wake. Dogo mfupi white. Sasa hapo nahisi kabisa Kipunje atakuwa kamwambia Sonjo ambaki msibani. Na inawezekana leo mwenyewe Kipunje kamkia msibani kwa sababu ameambiwa asipoenda hata itakula kwake. Alafu unamjua brother yake alivyokuwa meusho. Afu ile Kipunje yule rafiki yangu yule jamaa kavu kinoma. Hivi unajua mazoezini asipokuwepo Sonjo, ule udambwi, dalunga zile tackling zote zionekane mwanangu, mbwembwe zote hatuzioni. Unajua nini niwaambie kitu? Hivi mshajiuliza ni kwa nini mpira ni mchezo unaopendwa sana duniani? Ni kwa sababu watu huwa wakiangalia mpira wanahisi wanaangalia wanajeshi wanapoingia vitani. Unaelewa? Unajua ili wanajeshi waweze kushinda vita ni lazima wamsikize captain. Ni kweli tukiwa uwanjani nyinyi mnanisikiza mimi captain ndio maana tunashinda. Au sio? Lakini tukirudi huku mtaani amnisikilizi na ndio maana tunafeli. Kila siku nawaambia kwamba inabidi tujifike mabomu. Tumteke Kipunje. Tukishamteka unaelewa, tukishamnanili tunamrekodi video, tukishamrekodi tunaisambaza mtandaoni. Unaelewa? Tukishamsambaza mtandaoni ile video watu wakishaona ile itamvunja nguvu. Kwa kenda sehemu ile akidinda au sijui nini. Watu wanaambia oya, tuna video yako hapa si unaona? Inamuua nguvu. Kishamuua nguvu Yakuza inanyanyuka. Kishanyanyuka sisi ndo kila kitu. Sisi tunafeli wapi wauni? Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso. Tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso. Tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Pointi mwanangu. Pointi. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Huyu kapteni atakuwa tu alitaka kumfanya vibaya jamaa. Sio kwa sababu anataka Unaona ubaya. Mimi naongea kitu serious. Anachukulia masiara. Yule anakiwa hiyo adhabu ni kubwa. Kapteni, adhabu ni kubwa sana. Alafu unaambiwa sasa Kipunje. Yule jamaa unaambiwa kumbe alikuwa anamhudumia marehemu kabla hajafa. Kila kitu unaambiwa kuhusu matibabu, chakula, kila kitu. Mpaka marehemu mwenyewe alifika tu akasema akifa mwana ndo achague sehemu gani atazikwa na azikweje. Sasa nafikiri vyeo hivyo. Kichaka pewa lungu hapo babu. Yaani kweli kichaka pewa lungu na salala. Mbele akai mtu mzee wangu. Unataka kuendelea kujua movie iliendeleaje? Msibani hapo. Mjomba sasa yeye si ndo Doni. Picha linaanza akafukuza wanakwaya wote wanaotokea Yakuza. Alafu akasimama akasema mtu yoyote wa Yakuza ambaye ametoa mchango arudishiwe mchango wake, asepe msibani. Yaani yeye kila kitu atagaramia yeye, kuanzia maiti, sijui na nguo za maiti, nani sanduku, kila kitu atagaramia yeye. Alafu akaambia watu wanakwenda kuzika, kutoka kuzika tu wanarudi pale wanapiga bwabwa kama kuna shughuli. Mzee wangu. Unaona huyu mtu anastahili sifa gani? Sema nini kapteni? Yaani hapo wanangu tukubali tukatae. Yaani hapo ndo ile mboya Kipunje anapotuzidi sisi pointi, anapochukua pointi za ushindi. Hivyo unapofikiria kwa situation kama hiyo hapo, wewe unaweza ukatoka pale ukaenda kuambia Yakuza kwamba Kipunje mieyusho atakuelewa? Hawezi kukuelewa. Lakini ukiachilia hilo pia kapteni, sisi huko Yakuza umoja huu hatuna. Kwa sababu
Kama ingetokea bibi mkubwa wake Kipunje ndo angekuwa kafanywa vile, Yakuza wale Vegas wangeungana na wangekuja huko kukiwasha. Alafu baadaye ndo wangekaa sasa. Katika kukaa kwao ndo wangejua nani na makosa warekebishe wapi. Lakini sisi hatuko hivyo. Hapo nakuelewa. Mimi ndo maana naambia kila siku, au sio? Ndo maana nimetoka kuachana hapa. Mambo hiyo fanya ndio tu mnanili. Tukishananili yani fresh, yani hivi vyote mnavyoviongea vyote hivyo sio tuna umoja. Kila kitu kwa fresh. Sasa wenyewe hamtaki mnisikiza mimi captain nawaambieni. Sema captain leo Tanzania tu. Yani adhabu yake ni adhabu yake yeye kangangania ni adhabu moja. Adhabu moja. Sikia mwanangu Teva nikwambia au sio? Yule fanda ndio tumfanyie kitu kikubwa ambacho akikaa na juta. Kumua tuweze hapana. Takiwa endelee kuishi kimaumivu. Kimaumivu vipi hatuwezi kumkata mguu atafuta wabandia. Lakini tukishana nili ile kila kikaa kiwaza unajua mwanaume ukishana nili ukikaa ukiwaza unajua inauma unajua. Inauma ndio mimi nakazania hapo. Oya kapteni. Yaani hiyo inaitwa kill him soft. Softly utajua hapo. Kiingereza huyu bwana. Ona sasa. Hilo swala lakini tuwe makini ujue. Ugomvi tunaanzisha wakianza kurudishiana au mambo ya kufanyana hiyo michezo ujue itakuja kuwa balaa. Mwanangu Kateva sio atadharibu hiyo michezo hiyo ya nani ya kulipiziana hiyo tunaweza tuko na nini. Lakini anyway tuna kibuke tu. Lakini ikitokea fresh tu. Si watudhamini watu wakuuza fresh. Kapteni anaanza kunitisha sasa naogopa. Wewe unasimama kwa ajili ya kuuza si ya kuuza damu fresh tu anitolea. Kwani mama? Sio kwenye maumbile ndio wangu. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso. Tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Tunapangusa ujinga, tunapangusa maradhi. Tunapangusa na umasikini. Tunapangusa na usaliti. Tunapangusa ulevi, tunapangusa dhuluma, tunapangusa udangaji pamoja na ngono zembe. Tunapangusa madawa ya kulevya. Aiwe baba we baba, ai mama we mama, ai kaka we kaka, ai dada we dada. Haya twende panguso, mama panguso. Haya twende panguso, mama panguso.